Aidha, nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunipa fursa hii ya kuwasilisha taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma nchini. Mheshimiwa Rais, napenda kuwasilisha taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma iliyoandaliwa kwa mujibu wa kifungu cha 30 cha Sheria ya Ununuzi wa Umma sura namba 410 ambayo inajumuisha ripoti zifuatazo. Ripoti ya ukaguzi wa wizara, idara na wakala za serikali. B. Ripoti ya ukaguzi wa mashirika ya umma. C. Ripoti ya ukaguzi wa secretariat za mikoa na serikali za mitaa. D. Ripoti ya uchunguzi na ukaguzi maalum. Na ripoti ya tathmini ya taasisi nunuzi katika ngazi za chini, yaani ngazi za msingi za mamlaka za serikali za mitaa. Tathmini ya utendaji kazi katika ununuzi. Mheshimiwa Rais, katika mwaka wa fedha 2024-2025 tulifanya tathmini ya uzingatiwaji wa sheria kwa taasisi nunuzi. Katika kipindi tajwa, tathmini ya uzingatiaji wa sheria inaonyesha mafanikio ambapo kiwango cha ukidhi wa sheria kimeongezeka kutoka 76% kwa mwaka wa fedha 2023-2024 hadi kufikia 79% mwaka wa fedha 2024-2025. Ongezeko hili ni matokeo ya juhudi kubwa zilizofanywa na serikali, ikiwemo matumizi ya sheria mpya ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na mfumo wa taifa wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST. Mheshimiwa Rais, viwango vya uzingatiaji wa sheria vimekuwa vikikua kutoka mwaka 2021-2022 ambapo ilikuwa ni 65%, ikabaki hapo bila kukua katika 65% mwaka 2022-2023, lakini ukawa na ongezeko la 11% kufikia 76% mwaka 2023-2024, na hili ongezeko la 3% kufika 79.0% kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Matumizi ya teknolojia katika ununuzi wa umma. Mheshimiwa Rais, katika mwaka wa fedha 2024-2025 tumefanikiwa kuongeza moduli mbalimbali muhimu katika mfumo wa NeST, ikiwemo moduli ya usimamizi wa mikataba kwa njia ya kielektroniki, yaani e-contract management. B. Moduli saidizi ya malalamiko na rufaa, complaints and appeal, inayotumiwa na mamlaka ya rufani za umma, yaani Public Procurement Appeals Authority. C. Moduli saidizi ya ununuzi wa ngazi za chini za mamlaka za serikali ya mitaa. Hii inapatikana kupitia programu ya simu janja, yani mobile app. Jumla ya taasisi nunuzi 60,921 za ngazi ya chini ambazo ni vituo vya afya, zahanati, ofisi za kata na vijiji, shule za msingi na sekondari zimesajiliwa na kuanza kutumia programu hii. Mheshimiwa Rais, matumizi ya mfumo wa NeST yameongeza ufanisi kwa kupunguza muda wa kukamilisha mchakato wa zabuni. Aidha, matumizi ya mfumo wa NeST yamesaidia kuongeza idadi ya zabuni zinazotangazwa, ambapo zabuni zimeongezeka kutoka zabuni 53,211 kwa mwaka wa fedha 2023-2024 hadi kufikia zabuni 99,823 kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Hili ikiwa ni ongezeko la 82%. Vile katika mwaka wa fedha 2024-2025 jumla ya tuzo za zabuni 74,303 zilitolewa ukilinganisha na tuzo za zabuni 44,089 zilizotolewa katika mwaka wa fedha 2023-2024. Hii ni sawa na ongezeko la 69%. Pia idadi ya wazabuni walioshiriki imeongezeka kutoka wazabuni 11,564 kwa mwaka wa fedha 2023-2024 hadi kufika wazabuni 22,913 kwa mwaka wa fedha 2024-2025, sawa na ongezeko la 98%. Mheshimiwa Rais, tathmini inaonyesha kuwa matumizi ya mfumo wa NeST yamesaidia kupunguza gharama za uendeshaji kwa kupunguza matumizi ya karatasi na vifaa vya ofisi katika taasisi nunuzi. Katika mwaka wa fedha 2024-2025 utafiti umeonyesha kuwa taasisi nunuzi zimeokoa takriban shilingi bilioni 13.3 ambazo zingetumika kununua rimu 411,906 za karatasi na cartridge 54,198 za wino. Aidha, kwa tathmini ya awali, matumizi ya mfumo wa NeST yameleta manufaa ya kimazingira kwa kupunguza takriban tani 64,768 za hewa ukaa.
hali inayofungua fursa ya mapato ya takribani bilioni 4.37 kupitia soko la kaboni. Matokeo ya tathmini hii yametokana na utafiti uliofanywa katika taasisi nunuzi pekee. Katika mwaka wa fedha 2025-2026, PPRA ipo katika hatua za kufanya utafiti utakaohusisha wazabuni ili kubaini kiwango cha gharama za uendeshaji kilichopungua kutokana na matumizi ya mfumo wa NeST. Yaani hapa tunaongeza wigo kufikia wazabuni. Mheshimiwa Rais, ulielekeza mara kadhaa na kusisitiza juu ya umuhimu wa mifumo ya taasisi za umma kubadilishana taarifa, yaani kusomana, ili kuongeza ufanisi na kuleta tija kwenye uendeshaji wa shughuli za serikali, ikiwemo na usimamizi thabiti wa fedha za umma. Hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, mfumo wa NeST ulikuwa umeunganishwa na kubadilishana taarifa na mifumo 21 ya taasisi mbalimbali za serikali. Hatua hii imeongeza ufanisi, ikiwemo upatikanaji wa taarifa kwa wakati. Aidha, muunganisho huu umesaidia kupunguza vitendo vya kugushi nyaraka na uhitaji wa viambatisho kwa taasisi hizo katika michakato ya ununuzi wa umma. Mheshimiwa Rais, mifumo iliyounganishwa na NeST mpaka sasa ni mfumo wa WMA, BRELA, MUSE, TAUSI, NSSF, WCF, ERMS, GPG, PlanRep, ERB, CRB, PSPTB, OSHA, Human Capital Management Information System, TIRA, AQRB, BOT, TCRA, BASATA, TMA na TRA. Fursa kwa wazabuni wazawa na makundi maalum. Mheshimiwa Rais, katika mwaka wa fedha 2024-2025, jumla ya tuzo za zabuni zenye thamani ya shilingi trilioni 14.5 zilitolewa kwa wazabuni. Kati ya hizo, zabuni zenye thamani ya shilingi trilioni 9.1 zilitolewa kwa wazabuni wa ndani, yani wazawa, sawa na 62% ya ununuzi wote uliofanyika. Vile vile katika mwaka wa fedha 2024-2025, idadi ya tuzo 408 zenye thamani ya shilingi bilioni 11.3 zilitolewa kwa makundi maalum, yani ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye mahitaji maalum. Hali hii inaonyesha ongezeko kubwa ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2023-2024 ambapo tuzo 173 zenye thamani ya shilingi bilioni 6.1 zilitolewa. Ongezeko la idadi ya thamani ya tuzo hizo linaakisi juhudi za makusudi za serikali katika utekelezaji wa sera ya kuwawezesha na kuimarisha uwezo wa kiuchumi wa makundi maalum. Matokeo ya ukaguzi katika ununuzi wa umma. Mheshimiwa Rais, katika mwaka wa fedha 2024-2025 tulifanya ukaguzi wa uzingatiaji wa sheria ya ununuzi wa umma, yani compliance audit, na ukaguzi wa thamani ya fedha, value for money audit, kwa taasisi nunuzi 943 ikilinganishwa na taasisi 726 zilizokaguliwa katika mwaka wa fedha 2023-2024, ikiwa ni ongezeko la 22%. Kati ya hizo, taasisi nunuzi 833 zilifanyiwa ukaguzi wa uzingatiaji wa sheria ambapo zinajumuisha wizara, idara zinazojitegemea na wakala wa serikali 336, mashirika ya umma 328 na sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa 169. Aidha, katika mwaka wa fedha 2024-2025 tulifanya ukaguzi wa thamani ya fedha kwa taasisi nunuzi 152 ikilinganishwa na taasisi nunuzi 106 zilizokaguliwa kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Hii ni sawa na ongezeko la 44%. Taasisi hizi zinajumuisha wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali 83, mashirika ya umma 29 na sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa 40. Vile vile tulifanya tathmini ya taasisi nunuzi 645 katika ngazi ya chini, yani ngazi ya msingi za mamlaka za serikali za mitaa. Taasisi hizi zinajumuisha vituo vya kutolea huduma za afya, shule za msingi na sekondari, ofisi za kata na vijiji. Mheshimiwa Rais, pamoja na ongezeko la kiwango cha ukidhi wa sheria ya ununuzi wa umma nilichoelezea hapo awali, ukaguzi ulibaini upungufu katika maeneo mbalimbali ikiwemo: taasisi nunuzi 756 kati ya 943 hazikutenga 30% ya bajeti zao za ununuzi kwa ajili ya makundi maalum. Mheshimiwa Rais, ili kutatua changamoto hii,
PPRA imejenga dashboard ya ufuatiliaji wa wakati, yani real time monitoring dashboard, ambayo itatumika kudhibiti na kuhakikisha taasisi nunuzi zinatenga 30% ya bajeti zao za ununuzi kwa ajili ya makundi maalum. Mheshimiwa Rais, ajenda ya makundi maalum, yani wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu imefanikiwa kuingizwa kama ujumbe rasmi katika mbio za Mwenge za mwaka 2026. PPRA itashirikiana na Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana na Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, ambapo tutapita katika halmashauri 184 zilizopo nchini kuhamasisha na kusajili makundi maalum, na inatarajiwa angalau makundi maalum yapatayo 20,000 yatasajiliwa katika ngazi ya halmashauri na katika mfumo wa NeST ili yapate fursa ya kushiriki katika shughuli za ununuzi wa umma. Kushiriki kwa makundi maalum katika ununuzi wa umma ni mkakati muhimu wa serikali katika kuibua kazi na ajira kwa makundi hayo. B. Taasisi nunuzi 25 zilifanya ununuzi wa shilingi bilioni 21.8 nje ya mfumo wa NeST. Mheshimiwa Rais, katika kudhibiti changamoto hii, PPRA kwa kushirikiana na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali imesaini hati ya makubaliano, yani MOU, pamoja na mkataba wa kubadilishana taarifa, data sharing agreement, ili kuhakikisha mikataba yote ya ununuzi wa umma inafanyiwa upekuzi na kusainiwa kupitia mfumo wa NeST na OAGMIS unaosimamiwa na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Kwa kuwa mfumo wa NeST upo katika hatua za mwisho za kuunganishwa na mifumo ya malipo ya serikali, yani MUSE na ERMS, taasisi nunuzi hazitaweza kufanya malipo ya mikataba iliyochakatwa kwa kuzingatia sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410, ambayo michakato hiyo imefanyika nje ya mfumo wa NeST na bila idhini ya mamlaka kwa kuzingatia sheria. Taasisi nunuzi 152 zilitoa tuzo za mikataba yenye makadirio ya juu bila idhini ya mamlaka za kuidhinisha bajeti, na hiyo ilikuwa ni kiasi cha shilingi bilioni 101.3. Mheshimiwa Rais, ili kutatua changamoto hii, PPRA imekamilisha ujenzi wa moduli ndogo ya bodi ya zabuni ndani ya mfumo wa NeST na kuboresha mifumo ya udhibiti, ambapo taasisi nunuzi hazitaweza kuendelea na michakato ya ununuzi wa umma zaidi ya bajeti iliyoidhinishwa bila kupata idhini ya mamlaka ya uidhinishaji wa bajeti. D. Taasisi nunuzi 22 zilitoa tuzo kwa upendeleo usiostahili wakati wa tathmini ya zabuni na kupelekea ongezeko la gharama kwa shilingi bilioni 5.1. Kutoa tuzo kwa zabuni wasiokidhi vigezo vya tathmini ya zabuni kwa mikataba ya shilingi bilioni 685.2. Mheshimiwa Rais, ili kutatua changamoto hizi za D na E, PPRA imekamilisha ujenzi wa moduli maalum ya kutoa viashiria, yani red flags dashboard, pindi tathmini za zabuni zinapofanywa kinyume na vigezo vya tathmini vilivyowekwa. Aidha, PPRA inaendelea na hatua ya maboresho ya mfumo wa NeST kupitia teknolojia ya akili unde, yani artificial intelligence, na data analytics na blockchain ili kuwezesha tathmini ya baadhi ya vipengele vya zabuni kufanywa na mfumo wa NeST. Jumla ya taasisi nunuzi 10 hazikufanyia kazi ushauri wa Mwanasheria Mkuu wa Serikali katika mikataba yenye thamani ya shilingi bilioni 143.1. Mheshimiwa Rais, ili kudhibiti changamoto hii, PPRA kwa kushirikiana na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali imekamilisha hatua za kuunganisha moduli ya upekuzi wa mikataba katika mfumo wa NeST na OAGMIS unaosimamiwa na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Hatua hii itamwezesha Mwanasheria Mkuu wa Serikali au mwanasheria wa taasisi nunuzi kujiridhisha kuwa ushauri wa kisheria uliotolewa umefanyiwa kazi kabla ya hatua ya kusainiwa kwa mkataba husika. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa ukaguzi wa thamani ya fedha, tathmini ilibaini mikataba 481 yenye thamani ya shilingi trilioni 2.8 ilifikia thamani halisi ya fedha, ikiwa ni sawa na 58% ya mikataba iliyokaguliwa. Pia mikataba 707 yenye thamani ya shilingi trilioni 1.7 sawa na 34% ilibainika kufikia thamani halisi ya fedha kwa kiwango cha wastani. Vile vile mikataba 87 sawa na 8% yenye thamani ya shilingi bilioni 374.1 haikufikia thamani halisi ya fedha. Aidha, katika ukaguzi wa thamani ya fedha tulibaini mapungufu mbalimbali yafuatayo.
taasisi nunuzi 21 zilichelewa kuanza utekelezaji wa miradi 35 yenye thamani ya shilingi bilioni 154.7. B. Kutelekezwa kwa miradi 65 yenye thamani ya shilingi bilioni 80.4 katika taasisi nunuzi 33. C. Taasisi nunuzi 24 zilifanya malipo yenye thamani ya shilingi bilioni 12.6 katika mikataba 39 kwa kazi ambazo hazikutekelezwa. Mheshimiwa Rais, ili kudhibiti changamoto hizi, PPRA imekamilisha ujenzi wa moduli ya usimamizi wa mikataba ambayo pamoja na mambo mengine itaziwezesha taasisi nunuzi kuimarisha usimamizi wa mikataba na kupata taarifa ya hatua ya utekelezaji wake. Moduli hii pia itaiwezesha PPRA kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa mikataba kwa wakati, yani real time monitoring, ikiwemo malipo yaliyofanyika kulingana na kazi zilizotekelezwa na taasisi nunuzi ili kuchukua hatua stahiki za kiudhibiti. D. Kutowasilishwa kwa dhamana za utekelezaji wa mikataba 68 yenye thamani ya shilingi bilioni 32.3 katika taasisi nunuzi 15. Mheshimiwa Rais, ili kutatua changamoto hii, PPRA imeanzisha matumizi ya moduli ya upekuzi wa mikataba ambayo imejumuisha utiaji saini wa mikataba kielektroniki kupitia mfumo wa NeST. Kupitia moduli hiyo, taasisi nunuzi hazitaweza kusaini mikataba husika pasipo kuwasilishwa kwa dhamana za utekelezaji wa mikataba. Vile vile, ili kuondoa tatizo la uwasilishwaji wa dhamana zilizogushiwa, PPRA imekamilisha uunganishwaji wa mfumo wa NeST na mifumo ya benki, na kwa sasa tumeshaanza na benki ya NMB utakaowezesha dhamana za utekelezaji wa mikataba ya malipo ya awali kutolewa kielektroniki. PPRA inaendelea na hatua za uunganishwaji wa mifumo ya NeST na mifumo ya benki nyingine za biashara nchini, jambo ambalo litakamilika katika kipindi kifupi. Mheshimiwa Rais, katika mwaka wa fedha 2024/2025 tulifanya uchunguzi maalum kwenye taasisi nunuzi 16. Uchunguzi huu ulibaini ukiukwaji wa sheria ya ununuzi wa umma na kuchukua hatua stahiki dhidi ya taasisi husika. Aidha, kupitia chunguzi hizi tuliweza kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 634.1. Vile vile tumechukua hatua kwa wazabuni 34 kwa kushindwa kutekeleza mikataba, kugushi nyaraka, kutozingatia tamko la dhamana la zabuni na dhamana ya utekelezaji wa mikataba na kushindwa kusaini mikataba iliyotolewa na taasisi nunuzi. Mwelekeo na hitimisho. Mheshimiwa Rais, ili kuimarisha udhibiti wa ununuzi wa umma, tumeweka vipaumbele katika maeneo ambayo yataongeza ufanisi katika utekelezaji wa malengo yetu, hususan katika yafuatayo. A. Kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na usimamizi wa fedha za umma kwa kuimarisha zaidi mfumo wa NeST kupitia teknolojia za kisasa ikiwemo akili unde, yani artificial intelligence, uchambuzi wa data analytics na wahili, yani blockchain. B. Kuhakikisha taasisi nunuzi zinatoa upendeleo kwa makundi maalum ili kuyawezesha kushiriki kiuchumi, yani makundi ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye mahitaji maalum. C. Kuhakikisha taasisi nunuzi zinazingatia kutoa upendeleo kwa wazabuni wazawa na bidhaa za ndani ya nchi ili kukuza viwanda vya ndani. D. Kuimarisha ufuatiliaji wa wakati, yani real time monitoring, juu ya uzingatiaji wa sheria, kanuni na taratibu husika. Na E. Kuhakikisha ununuzi wa umma unazingatia uhifadhi wa mazingira na maendeleo endelevu. Mheshimiwa Rais, ninapohitimisha taarifa hii, ninakushukuru sana wewe binafsi kwa maelekezo na miongozo yako ambayo taasisi yetu inapokea kupitia Wizara ya Fedha katika kusimamia shughuli za ununuzi wa umma nchini. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi na management ya PPRA, tunakuahidi kuwa tutatekeleza majukumu yetu kwa uadilifu na weledi ili kufikia malengo ya uanzishwaji